Dunia haijilindi. Hata wale wanaojiita wenye mataifa makubwa na wana bunduki za kisasa ni wao wenyewe tu wamejiita, lakini wanaweza wakauliwa kwa mafua tu wakafa wote taifa zima, na hakuna mtu anayegusa mzinga. Na ndio maana corona ilipowapiga kila mtu alikuwa na damu, wakafungiana ndani, hakuna mtu alikuwa anaweza kuvamia taifa la mwenzake. Sasa Mungu yuko hivi. Niangalie nini nyinyi wa Tanzania, tunaenda tumwombe Mungu atusaidie nchi hii. Ayubu alikuwa analindwa na Mungu, mtu wa Mungu Ayubu. Watoto wake wanalindwa, yeye mwenyewe analindwa, paka wa Ayubu analindwa. Uwezi ukagusa mbwa wa Ayubu, ni mtu wa Mungu, analindwa kila kitu. Siku anakutana na Mungu, wanaanza kumwambia, Mungu anamwambia Shetani, umeliona toto langu lile kule liko duniani, linaitwa Ayubu? Shetani anasema nimeliona. Anasema mtu mwelekevu, mcha Mungu, aliyepuka na uovu, Mungu anafurahi, anafurahi, anafurahi. Shetani akasema sikumbuki kama Ayubu amewahi kujaribiwa. Sikumbuki. Sawa. Kama kweli ni mkamilifu, kipimo cha mateso kipo kwa wenye haki. Unaitwa ubatizo wa mateso. Yes. Apita na yeye tuone, je, kweli ni mcha Mungu? Mungu anasema pita. Pita. Lakini usiguse roho yake. Manake Mungu akaficha uso hivi, alafu akatoa ulinzi kwa Ayubu. Ndio maana kuna chuo kimoja cha Biblia nilisoma, walitukataza wakasema usiseme hata siku moja Mungu anapiga watu. Mungu apigagi watu, ila sema Mungu anaondoa ulinzi, shetani ndo anapiga. Yeye ni Mungu wa huruma na upendo. Kwa hiyo Mungu akatoa ulinzi, shetani akaenda. Ndani ya dakika chache, ndani ya muda chache, tajiri mkubwa aligeuka fukara. Mwili ulipigwa na majipu. Tajiri mkubwa aligeuka maskini. Watu walimdharau. Mke mwenyewe akasema kwa mapigo haya, hii ndoa misikai. Sikiliza nakwambia sasa, ndivyo Mungu anaenda kufanya kwenye nchi. Muda si mrefu anaenda kutupa kisogo. Kutakuwa na kilio kikubwa. Bado kuna mataifa mengine yanaenda kusakwa huko. Lengo lake Mungu nini? Turudi kumheshimu, turudi kumwabudu, turudi kuacha mabaya. Na akasema hivi, mkiniomba mkaacha njia zenu mbaya, ninageuza ile hukumu. Nageuza ile hukumu. Maana hata mji wa Ninawi ulihukumiwa. Yona anapita anasema Ninawi baada siku si nyingi Ninawi utaangamia. Ninawi. Majamaa wale watu wakasikia, wakayasadiki. Mfalme akasikia, akakaa kwenye majivu. Mungu akasema Ninawi ili limeishaisha. Je, Tanzania inaelewa haya anayoyasema? Iko tayari kutubu? Wako tayari watu kuacha njia zao mbaya? Au ni wachache watalia, wengine watadhiaki? Kama ambavyo sasa wengine wako kwenye maduka yao wametulia tu, wamekaa hapo wanakula nyama choma, wanakula bia. Si tuko hapa, Mungu tusamee, tunapiga magoti, turumie. Kuna wakati hatutaweza kuwaokoa. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Msizani nchi zinazoliaga. Tanzania, usizani nchi zinazoliaga. Kuna grupu moja nimeungwa la majirani zetu Kongo, moyo unauma. Wameniunga, wanasema ili uweze kulia pamoja na sisi. Achana na yale mambo ya kwamba wanasema kwamba ukimonyesha mtu yuko uchi kwenye mtandao, ukionyesha hivi haki za binadamu hivi, achana nayo. Lile grupu lina mambo mazito. Manake mtu akivuliwa nguo akachinjwa, wanatuma kwa mchungaji Abidi, na wewe tuangalizie huko huyu. Katoto kakipigwa kakapo wanatuma. Yani ni grupu limejaa damu. Lakini si kwamba sisi ni wasafi, no. Yesu anasema hivi, yanaweza yakaja hata kwenu msipotubu. Mungu ukayokoe Kongo. Uyokoe Tanzania. Utuzingire na ukuta wako wa moto. Ulinde watoto wetu. Utupe kuabudu. Kuna wimbo mmoja, niko ninatembea, labda nikuonyeshe kidogo kabla sijakupatia ujumbe. Ninatembea wapi? Niko natembea katika maeneo haya. Niko katika jimbo la Indiana. Natembea fanya mazoezi kidogo.
Nimesema natembea nafanya mazoezi, lakini katika kutembea kwangu nikafikiria mambo ya Tanzania. Nikasema lazima kidogo niyazungumzie. Na hapa nataka nizungumze na Mheshimiwa Rais Samia. Rais Samia, nataka nizungumze na wewe. Hivi kweli Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Askofu Gwajima anapodai ya kwamba Tanzania kuna watu wanatekwa, kupotezwa na kuuawa, hilo ndio kosa lake? Nakuuliza Rais Samia, hilo ndio kosa la Askofu Gwajima? Ndio kosa la Askofu Gwajima ya kwamba anadai Watanzania wasiuawe? Askofu Gwajima anakemea watekaji, alafu wewe Mheshimiwa Rais unaona ya kwamba amefanya jambo la hatari sana kwa usalama wa taifa? Kweli? Ni kweli ya kwamba kauli ya Mheshimiwa Bishop Gwajima inahatarisha usalama wa taifa? Kweli? Au inahatarisha usalama wako? Mheshimiwa Rais, ninashangaa, sijui unafikiria kwa kutumia akili gani? Ninashangaa sana. Okay. Kwa hiyo yale maneno ya Askofu Gwajima ya kutaka Watanzania wasitekwe, akina mama wasilie machozi kwa sababu watoto wao wamepotezwa, wazazi wasilie machozi, watoto wasilie machozi kwa sababu wazazi wao wamepotezwa, kama wazazi wao akina Ali Kibao wamepotezwa, wasilie machozi. Kauli yake ya kutaka kuwafanya Watanzania wasilie machozi imekuudhi sana wewe Mheshimiwa Rais. Umekasirika sana. Kwa hiyo wewe unachotaka ni kwamba Watanzania waendelee kulia machozi, ndicho ambacho unataka, na ndio sababu umechagua kufunga kanisa lake. Hebu nikuulize swali. Hivi kama Mheshimiwa Gwajima angekuwa ni shehe mwenye makanisa 2000 nchi nzima, kila mkoa ni shehe mwenye misikiti, shehe mwenye misikiti nchi nzima, ni shehe mwenye misikiti nchi nzima. Kwa hiyo kila mkoa, kila wilaya kuna msikiti wa Shehe Gwajima. Kama Gwajima angekuwa ni shehe, ungefunga misikiti? Nakuuliza Rais Samia, kama shehe angekuwa Gwajima angekuwa ni shehe, je, misikiti yake nchi nzima ungeifunga? Hivi kwa nini Mheshimiwa Rais unatumia upole wa Watanzania kama kitu cha kukanyaga na kuponda? Kiburi hicho umekitoa wapi, cha kuponda na kukanyaga upole na unyenyekevu walionao wa Kristo? Na hapa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mashehe wote wenye akili zao waliolaani kitendo chako cha kumfungia Gwajima kanisa lake. Tunao mashehe ambao mimi nasema ni mashehe ambao si mashehe wa dini ya Kiislamu. Hapana, hawa ni mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mashehe wa dini ya Kiislamu na mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema kwa ujasiri ya kwamba Rais Samia, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu, lakini sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Wako marais kadhaa katika hii bara Afrika, nizungumze wachache, wawili pengine kutoka katika West Africa, bara Afrika Magharibi. Hao ni Waislamu, ni marais Waislamu, lakini ni Waislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na wala si Waislamu wa dini ya Kiislamu. Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Rais Assimi Goita, nafikiri wa Mali yule, ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na si Muislamu wa dini ya Kiislamu. Tofauti yake ni ipi? Marais hawa wawili ukiwaangalia jinsi ambavyo wanafanya katika utawala wao, wanalinda uhai wa raia katika nchi zao, na vile vile wanalinda rasilimali za nchi ziwanufaishe raia katika nchi zao.
wewe uyafanye hayo, kwa sababu wewe sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu. Umefunga kanisa la Mheshimiwa Bishop Gwajima. Na hapa nataka niwaombe sasa maaskofu wote katika nchi yetu. Mtaniwia radhi kama nilivyosema, natembea tembea, niko barabarani hapa. Labda tena nikuonyesheni. Niko barabarani, niko natembea kama hivyo. Ninaangalia dunia jinsi ilivyo. Niko katika jimbo la Indiana. Hali ya hewa leo ni nzuri, baridi si kwa vile, pepo hakuna sana. Pepo huko vizuri kabisa. Kwa hiyo ninaangalia, napenda kuangalia umaridadi. Ndio. Okay, nimekuonyesha kidogo kwamba niko wapi. Kwa hiyo nataka niwaombe sasa maaskofu wote na mitume na manabii wote. Niwaombe. Bishop Gwajima anachotetea ni kwamba hataki Watanzania watekwe. Hataki Watanzania wapotezwe. Hataki Watanzania wauawe. Rais Samia anamtafuta mtu ambaye anatetea uhai wa Watanzania. Maana yake ninaamini mtafanya hivyo kwa sababu ninyi ni watu ambao mnajua mko ndani ya ufalme wa haki unaopinga kila dhuluma. Mungu anasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Bishop Mpemba Agaya.